Kila mwaka wa Tanzania hushuhudia tukio muhimu la kitaifa, mbio za Mwenge wa Uhuru. Mimi Dr. Lazaro Kilian Komba, mkuu wa wilaya ya Kalambo, ninakiri kupokea Mwenge wa Uhuru wa mwaka huu 2025 kutoka kwako Mheshimiwa Nyakia Ali Chilukile, mkuu wa wilaya ya Sumbawanga, ukiwa salama, unawaka, unang'ara na unamelemeta. Lakini pia nakiri kupokea wakimbiza mwenge wa kitaifa 6 wakiongozwa na kiongozi wa mbio hizi za Mwenge wa Uhuru mwaka huu 2025, ndugu Ismail Ali Usi na wenzake 5. Amani, umoja na maendeleo tangu ulipowashwa kwa mara ya kwanza na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1961. Mwenge wa Uhuru umekuwa taa inayoangazia juhudi za kujenga taifa lenye usawa na maendeleo kwa wote. Mwenge wa Uhuru uliwashwa kwa mara ya kwanza tarehe 9 Disemba 1961 katika kilele cha uhuru wa Tanganyika. Lengo kuu la mwenge huu ilikuwa ni kuangazia giza la ujinga, maradhi na umasikini. Mwalimu Nyerere aliamini kuwa mwenge huu ungekuwa chombo cha kuhamasisha maendeleo vijijini na mijini bila kujali tofauti za kidini, kikabila na kisiasa. Sisi tumekwisha uwasha mwenge, tumekwisha uwasha mwenge. Sisi tumekwisha uwasha mwenge, tumekwisha uwasha mwenge. Na kuuweka juu ya mlima Kilimanjaro. Kila mwaka mwenge huu huwashwa kitaifa katika mkoa mmoja kati ya 26 ya Tanzania bara. Baada ya kuwashwa hukimbizwa katika mikoa yote, ukipitia wilaya, tarafa, kata hadi vijiji, ambako miradi ya maendeleo huzinduliwa, kukaguliwa au kuwekwa mawe ya msingi. Miradi hiyo hujumuisha shule, hospitali, barabara, miradi ya maji na mingine mingi inayogusa maisha ya wananchi. Mwenge wa Uhuru 2025 katika wilaya yetu ya Kalambo utakimbizwa umbali wa kilomita 183 na mita 400 katika tarafa 2, kata 9 na utapita kwenye miradi 10. Katika miradi hiyo, miradi 4 itawekwa mawe ya msingi, miradi 2 itatembelewa na miradi 4 itazinduliwa. Kazi zote zinafanyika ili kujionea uendelevu wake katika kuhudumia wananchi. Miradi hiyo kwa ujumla imegharimu shilingi bilioni 1,906,793,011 na senti 43. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 1,735,59,511 na senti 43 ni mchango wa serikali kuu. Shilingi milioni 141,600,000 ni mchango wa halmashauri. Shilingi milioni 18,716,000 ni mchango wa wananchi, na shilingi milioni 11,417,000 ni wahisani na wadau wa maendeleo. Kila mwaka mbio za Mwenge wa Uhuru huambatana na kauli mbiu maalum inayobeba ujumbe wa kitaifa. Kauli mbiu hizo huakisi vipaumbele vya serikali na changamoto za wakati husika. Kwa mfano, kwa mwaka 2025 kauli mbiu ilikuwa jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. La mwisho ambalo nahitaji kulizungumza, Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa ameshatuambia kwamba leo hii tuna wajibu wa kwenda kutimiza haki yetu ya kikatiba na kidemokrasia ya kwenda kupiga kura tarehe 29
ya mwezi wa 10 mwaka huu 2025. Yeye kama mkuu wa mkoa mwenye dhamana ya mkoa huu akisaidiwa na mkuu wake wa wilaya tayari wameshakubali kulinda amani, kulinda upendo, kulinda mashirikiano ya hali ya juu kwa kipindi chote cha wakati wa uchaguzi ndani ya wilaya hii na ndani ya mkoa wetu huu wa Rukwa. Na ndiyo maana viongozi wa kidini pamoja na viongozi wa vyama vya kisiasa tunao, ni kwa sababu ya kuendelea kuhubiri amani, upendo na mshikamano tuliokuwa nao. Wapo wengi wanatamani kuona wana Kalambo mnaenda kugawanyika kupitia uchaguzi huu, lakini kwa umoja wetu, mashirikiano haya ambayo mnayoonyesha, nendeni mkadumishe upendo huo, nendeni mkalipe imani ya rais wetu Samia ili aendelee kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi kingine cha miaka 5. Samia hoye! Wafanyabiashara hoye! Hata hivyo, wilaya ya Kalambo mkoa wa Rukwa ni miongoni mwa wilaya hapa nchini ambazo zimekuwa zikiupokea mwenge wa uhuru, ambapo kwa mwaka 2025 mbio za mwenge wa uhuru zimezindua miradi 10 yenye thamani ya shilingi bilioni 1.9. Mheshimiwa Rais, sisi wananchi wa wilaya ya Kalambo tumepokea habari kubwa ujumbe wa mwenge kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 chini ya kauli mbiu isemayo jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Utekelezaji wa ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2025. Mheshimiwa Rais, mwenge wa uhuru mwaka 2025 umebeba ujumbe wenye kauli mbiu jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025 kwa amani na utulivu, ambapo halmashauri ya wilaya ya Kalambo imeendelea kutekeleza shughuli zifuatazo. 1. Maandalizi ya uchaguzi mkuu 2025. Mheshimiwa Rais, halmashauri ya wilaya ya Kalambo ina jimbo moja la uchaguzi liitwalo jimbo la Kalambo ambalo lina jumla ya vituo 408 vitakavyotumika katika zoezi la kupigia kura mwaka huu wa 2025. Na kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, jumla ya wapiga kura ni 157,253. Hao ndio watakaotarajiwa kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Vyama vitakavyoshiriki uchaguzi huu katika wilaya yetu ya Kalambo ni Chama cha Mapinduzi, ACT Wazalendo pamoja na NCCR Mageuzi. Jumbe za kudumu za mwenge ni pamoja na mapambano dhidi ya rushwa kwa kauli mbiu isemayo kuzuia rushwa ni jukumu langu na lako, timiza wajibu wetu. Jumbe mwingine wa kudumu ni mapambano dhidi ya ukimwi VVU. Mheshimiwa Rais, mapambano dhidi ya VVU ukimwi ni ujumbe wa mwenge wa kudumu wenye kauli mbiu isemayo chagua njia sahihi, tokomeza ukimwi. Mapambano dhidi ya dawa za kulevya katika kauli mbiu isemayo kataa dawa za kulevya, utimize malengo yako. Lakini ujumbe mwingine wa kudumu ni mapambano dhidi ya malaria chini ya kauli mbiu isemayo zero malaria, inaanza na mimi, inaanza na wewe, inaanza na sisi sote. Kauli mbiu nyingine au ujumbe mwingine wa kudumu ni lishe, mtaji ni afya yako, zingatia unachokula. Hata hivyo, kwa mwaka 2025 mwenge wa uhuru wilayani Kalambo umezindua na kuweka mawe ya msingi katika miradi mbalimbali ikiwemo zahanati ya Singiwe, mradi wa daraja la upinde wa mawe, shule ya sekondari Mburuma na miradi mingine mingi iliyopo katika wilaya hii. Hata hivyo, mwenge wa uhuru si tu ishara ya kihistoria, bali ni chombo cha sasa na baadaye katika kujenga taifa la watu walio huru kiakili, kiuchumi na kijamii. Ni wajibu wa kila Mtanzania kushiriki kikamilifu katika kuulinda na kuenzi mwenge huu kwa kushiriki katika maendeleo ya taifa kwa moyo wa uzalendo na uwajibikaji. Na mimi ni Baraka Rusajo.